أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جل علاه، ما لنا رب سواه كل من حاز رضاه. حاز في العمر الأرب ربنا الله الكريم دائم حي قديم. أبدع الكون العظيم مودعا فيه العجب، مودعا فيه الدليل أنه الله الجليل. وأصلي وأسلم على النبي خير الورى الرسول المجتبى. ما للمسلمين سواك حصن إذا ما ضر مسهم ونابا. ولو حفظوا سبيلك كان نورا وكان من النحوس لهم حجابا. وأصلي وأسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu kwa ujumla wenu na wale ambao sio Waislamu, viongozi wenzangu, katibu baraza la mashekhe mkoa wa Tabora, kaka yangu Sheikh Jabu, Mheshimiwa kadhi wa mkoa wa Tabora, Mheshimiwa mzee wangu kutoka Singida, waheshimiwa viongozi wa taasisi mbalimbali za kidini, waheshimiwa walimu wa madrasa, pamoja na wazee mashuhuri na vijana wenzangu kwa ujumla, pamoja na kina mama. Awali ya yote nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sijamshukuru shukurani za dhati shekhe wangu kipenzi cha Bwana Mtume Muhammad, Sheikh Mubarak, ambaye yeye imekuwa ni sababu ya mimi kufika hapa kuja kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni mwaka jana tu pia na yeye alikuwa nyumbani kwetu Kigoma kwa ajili ya kufurahika na kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hata umauti wa aliyekuwa shekhe wa wilaya ambaye alikuwa ni mjomba wangu pia, Sheikh Talha Eid Hassan Kibura, wakati kifo kinatokea, Sheikh Mubaraka na yeye pia alikuwa kule. Hivyo basi napenda kutumia fursa hii kukushukuru na kuwashukuru Waislamu wote katika mji huu wa Tabora kwa mapokezi mazuri yenye heshima, yenye thamani pamoja na hadhi. Hamkuyafanya haya isipokuwa ni kwa ajili
ya mapenzi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hata ilifikia mahala ninachagua, shekhe, utakula nyama ya kuku au utakula nyama ya bata au utakula kanga? Hakuweza kuyafanya haya isipokuwa ni kwa ajili ya mapenzi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hayo na shukrani hizo, ndugu zangu Waislamu, tumo katika zama ambazo tunasherehekea mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa kuna maharibiko makubwa, tukiwa ndani ya machafuko makubwa, tukiwa ndani ya vurugu kubwa, vurugu ambazo zimechangia matatizo ndani ya jamii ya Kiislamu, sisi wenyewe kwa wenyewe. Lakini pia wakati tunagombana na kushambuliana wenyewe kwa wenyewe, tunasahau kwamba tunampa adui njia ya kuweza kutushambulia, na silaha kubwa anayoitumia adui kutushambulia umma wa Kiislamu ni hii ambayo leo inaitwa al-ghazwatul fikriya, ni vita vya kifikra, kwa kuchukuliwa sehemu ya Waislamu, kunyweshwa shubuhati ndani ya Uislamu na wasiokuwa Waislamu, kisha baadaye zikarudishwa ndani ya Uislamu, na sisi Waislamu tukazichukua kama ni ajenda, halafu mwisho wa siku umma wetu unateketea, na sisi hatujui namna gani tunaweza kuokoa umma huu. Leo tunazungumzia na kukutana kwa ajili ya kufurahika mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ilhali yeye ndiye anayetuambia wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Leo tunasherehekea mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ilhali manhaji aliyokuja nayo inasema wa'tasimu bihablillahi jamia. Leo tunasherehekea mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini yeye ndiye ambaye anatufundisha bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Lakini pamoja na hayo yote, bado hatujafahamu neno sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo limepelekea wale ambao wanachuki dhidi ya Uislamu kwanza kabisa ni kulitafsiri vibaya neno hili, jambo ambalo limepelekea kuingiza uadui ndani ya jamii ya Kiislamu kwa mafuhumu mabaya
ya hili neno sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukizingatia katika vitabu takriban 100 vilivyoandikwa katika zama za katikati, vyote bado vimemnyima fursa ya kumuelezea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupitia sunna zake. Ukichunguza vitabu vingi utaona kwamba vinahadithia maisha ya mtume wakati alipozaliwa, mujarradi maisha ya Maka, halafu alivyohama kutoka katika mji wa Maka kwenda katika mji wa Madina, kana kwamba hajafanya jambo lolote, ili mradi tu muda wa miaka 10 na ngapi, muda wa miaka 10 aliyoishi katika mji wa Madina, kinachozungumziwa ni vita tupu. Bado hawajazungumzia maisha na utaratibu wa mwenendo wa maisha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Miaka 13 akiwa katika mji wa Maka, akilingania tauhidi ya la ilaha illa Allah Muhammada Rasulullah. 13 sana. Miaka mingapi? Miaka 13. Kwa nini? Kwa sababu maharibiko makubwa yaliyokuwepo katika mji wa Maka ndiyo haya ambayo leo tunaishi nayo. Ushirikina, dhulma, ufisadi, unyanyasaji, mauaji, kutokuwa na uadilifu ndani ya jamii. Haya yote machafu na mabaya yalifanyika kwa sababu jamii ya watu wa Maka ilikuwa imejitenga na kalimatu tauhidi ya la ilaha illa Allah Muhammada Rasulullah. Na haya yamethibitishwa. Hijra ya kwanza aliyofanya Bwana Mtume Muhammad kutoka Maka kwenda Habsha, Ethiopia, kwa maana ya kuja Afrika. Wakati wamehama kuingia katika mji wa Ethiopia kutoka Maka, tarikhi inasema arada malikun Najash, mfalme Najashi alitaka kujua jambo gani ambalo limewapelekea maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad kuhama kutoka katika mji wao wa asili wa Maka na kukimbilia katika nchi yake ya Ethiopia, tena Afrika. Wakati huo msemaji rasmi wa Waislamu alikuwa ni Jaafar ibn Abi Talib. Akateuliwa kwenda kuonana na Malikun Najash. Sio leo kila mtu tu anataka uzungumzie Uislamu. Kila mtu anataka atoe sauti ya Waislamu. Kila mtu anataka atoe fatwa kwa Waislamu, kwa sababu ya kukosa heshima na nidhamu. Lakini tunaanza kujifunza system ya utawala na kila jambo kukaa mahala pake, kuanzia hapa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipomteua Jaafar ibn Abi Talib. Jaafar ibn Abi Talib alipofika mbele ya mfalme Najashi, mfalme Najashi akamuuliza, ma balukum, mna jambo gani ninyi mmelifanya hata ghadartum biladikum ila biladi, mpaka mkaacha nchi yenu na mkakimbilia katika nchi yangu? Sikiliza majibu ya Jaafar ibn Abi Talib.
akamwambia ayyuhal malik, ewe mfalme, kunna qauman ala shirki na'budu al-awthani, tulikuwa ni watu ambao tumezama katika kiza cha ushirikina, tunamwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu mmoja, tumetoka nje ya manhaji ya mitume na manabii. Na'budu al-awthani, tunaabudu masanamu. Wa na'kulu al-maita, kwa kutokujua thamani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukawa tunakula mizoga. Wa naqtulu ba'duna ba'da, na tunauana wenyewe kwa wenyewe. Falqawiyyu minna ya'kulu ad-da'ifu, aliye na nguvu ndiye ambaye alikuwa anakula mali ya mnyonge, au anamtumia mnyonge kama daraja ya kufikia katika maslahi yake. Wa kunna nusi'ul jiwar, lakini pia tulikuwa tunawakosea majirani zetu. Lakini kubwa zaidi, kunna la nuhallilu alhalala wala nuharrimu alharama, tulikuwa tuhalalishe halali na wala tuharamishe haramu, mambo yote kwetu ni sawa. Lakini jambo pekee lililotufanya tuyaache haya yote machafu ni baada ya kujiwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndiyo ilikuwa sababu kubwa ya sisi kuyaacha haya yote machafu. Lakini kama unavyojua, daiman ala anna alhaq walbatil daiman la tattafiqani, muda wote kwamba haki na batil huwa hazikubaliani. Washirikina walijua kwamba manhaji hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inakuja kuondoa sasa yale yote ambayo ndiyo ilikuwa mihimili yao. Ndipo vita ilipoanza kutuua na kututesa na kutufanyia vikwazo vya kiuchumi. Hii ikawa ni sababu iliyotufanya sisi leo kuja katika nchi yako. Akawaambia, hebu nisomee sehemu kidogo tu ya hayo aliyokuja nayo mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jaafar ibn Abi Talib alisoma sura hii, Kaf ha ya ain swad, Suratu Maryam. Kaf ha ya ain swad, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya, paka mwisho huko. Alipoendelea akamwambia, basi hasbuk, inatosha, hakika haya uliyokuja nayo ndiyo aliyokuja nayo Isa ibn Maryam. Ikawa ni sababu pia ya kupata uraia katika nchi ile, na wakawa huru mpaka kufanya biashara zao. Lakini pia ikawa ni sababu ya mfalme Najashi kuona ukweli juu ya dini ya Kiislamu na kumkubali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na inazungumzwa katika historia kwamba Maliku Najashi alisilimu akawa Muislamu. Lakini huyu ambaye leo tunafanya maulidi kwa sababu yake amegawanyika. Kwa sehemu ya kwanza ukimzungumza, unazungumza kama nuru. Umefahamiana vizuri? Unamzungumza kama nini? Kama nuru. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabim mubin. Sino Qur'an inavyomwita? Qad ja'akum minallahi, Mwenyezi Mungu anasema hakika amekujieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu
nurun, ambaye ni nani? Ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa kitabim mubin, pamoja na nini? Na Qur'ani. Sasa swali ni waulizeni, fahali nuru bighairi nuri tunawiru, hivi nuru bila nuru nyingine inaweza ikaonekana? Mfano, leo wewe una macho hayo, halafu umepita katika kiza ukadondosha sindano, unaweza ukaiona? Ili uione sindano lazima ile sindano itoe nuru, na we macho yako ndio yanafanyaje? Kwa sababu hii mboni tu peke yake asili yake ni kiza, haioni chochote. Kwa hiyo ili maisha yako yawe mazuri, yanatakiwa yaione nuru ya bwana mtume Muhammad, na yaifanye nuru ya bwana mtume Muhammad kuwa ndio mwenendo wa maisha yake, ndio sunna ya maisha yako. Tunafahamiana vizuri? Ndio sunna ya nini? Ya maisha yake. Lakini huyu ambaye leo tumekusanyika kwa ajili ya kuyajadidi maisha yetu juu ya zile sunna ambao ni wahi aliyopewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwa awwalu khalqillahi kullihim, ndio kiumbe wa kwanza kuumbwa kabla ya viumbe wote. Qur'ani inathibitisha hayo. Wakati walipotaka kubisha wale ambao sio Waislamu na kutaka kumfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ana mtoto, Qur'ani ikamwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam awajibu, ikasemaje? Qul, sema kuwaambia hao na kuwajibu, in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin, ikiwa kama hiyo dhana yenu mnayoidai kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto, fa ana awwalul abidin, kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio wa kwanza kuumbwa na kumwabudu nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kipindi gani? Idh huwa fi nuraniyatil muhammadiyya, wakati akiwa katika nuru ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kama dalili hiyo haitoshi, wa idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqun basharan min tini fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kumbuka pale Mola wako aliposema kuwaambia malaika kwamba ninataka kumuumba kiumbe anayetokana na nini? Na udongo. Tena imetumika harfu idhi, si ndivyo? Tufidu zamani, au sio? Kama wanavyosema watu wa lugha, inafidisha kipindi hicho na wakati huo. Kwa hiyo bwana mtume sallallahu anakumbushwa. Aliwezaje kukumbushwa katika kitu ambacho yeye hakuwepo wala hakijui? Aljawabu, kana mawjud hina dhaka kana fi nuraniyatil muhammadiyya, alikuwa katika nuru ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika kipindi hichi bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akiwa katika nuru ya Muhammad aliweza kufundishwa Qur'ani. Aliweza kufundishwa nini? Qur'ani kwa mara ya kwanza. Alifundishwa Qur'ani kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'ana. Tumefahamiana? Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'ana. Kwanza ameanza kujitaja yeye Mwenyezi Mungu, halafu akasema kwa yule aliyemfundisha nini? Qur'ani. Nani aliyefundishwa Qur'ani? Bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hapa anafundishwa Qur'ani biduni wasitati malaikati Jibril, bila kupitia nani?
malaikatu Jibril idh huwa fi nuraniyati al-Muhammadiyya, wakati akiwa katika nuru ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Aya nyingine inayothibitisha kwamba alijifunza Qur'ani mara mbili, mara ya kwanza akiwa katika nuru ya Muhammad ni hii: inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayan la tuharrik lisanaka lita'jala bi. Sio Qur'ani inavyosema la tuharrik lisanaka lita'jala bi. Alipokuja katika jimbile la kibinadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtumia malaikatu Jibril kwa ajili ya kumfundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini alipokuwa akimfundisha, ilionekana bwana mtume Muhammad akimtangulia mwalimu wake Jibril. Aliwezaje kumtangulia ila hali hana background ya hicho anachofundishwa? Ni wazi kwamba ta'allama al-Qur'ana idh huwa fi nuraniyati al-Muhammadiyya qabla an yakuna fi Muhammadiyati al-jismiyya. Ni wakati akiwa katika nuru ya Muhammad aliweza kufundishwa, halafu anakuja kufundishwa na malaikatu Jibril kwa mara ya pili, ndio maana aliweza kumtangulia. Kwa maana nyingine, Jibril alikuwa kama vile anamkumbusha yale ambayo tayari ameshafanyaje, amekwisha fundishwa. Ndio maana ikaja la tuharrik lisanaka lita'jala bi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Hata inazungumzwa katika hadithi kwamba Sayyiduna Jibril alayhi salatu wassalam alipomuona Mtume Muhammad akimtangulia, inasema kwamba alistaajabu Sayyiduna Jibril, akamwambia ya Muhammad, ataarifu ma hadha alharf, unaijua hii herufi? Akamwambia naam. Hiya ad-dad. Hii ni nini? Ni dad. Akamwambia ataarifu hadha alharf, unaijua na hii ni herufi gani? Akamwambia naam, hadha sin. Hii ni nini? Ni sin. Akamwambia ataarifu hadha alharf? Naam, ninaijua. Inaitwaje? Hadha liyau. Hii inaitwa ye. Malaikatu Jibril akamwambia ma baluk, malak, una nini wewe? Ataarifu kullu hadha, unajua yote haya? Naam. Zai, yani wanasema Waarabu ariftu zai, umejuaje? Akamwambia ta'allamtu idh ana fi nuraniyati al-Muhammadiyya, nilijifunza hii Qur'ani na hizi herufi nikiwa bado katika nuru ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini pamoja na hayo, bado kuna watu wanahisi kwamba kukutanika katika jambo hili na kufanya ibada hii, sisi tunakuwa tumefanyaje? Tumepotea. Si ndio? Wapo wengi sana. Lakini ukweli ni kwamba upotevu umegawanyika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Kuna upotevu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenda kwa makafiri, kwa maana hawa wamepotea moja moja. Na kuna upotevu kutoka kwa makafiri na watu wenye imani nusu kutuambia sisi hawa hawana maana kwamba tumepotea, bali wanaona kwamba haya tunayoyafanya ni mapenzi makubwa mno yenye kupindukia kwa wale ambao wanaofanyaje, wanaompenda bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanaohuisha hizi shiaratu au thaqafatul islamia kupitia sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi: huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ametuma mtume katika umma ambao haujui kusoma wala kufanyaje,
wala kuandika. Yatlu alaihim ayatihi, akiwasomea nini? Maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuzakkihim, na anawatakasa. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawafundisha nini? Qur'ani pamoja na hadithi zake, si ndio? Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, ilhali huko mwanzo walikuwa katika nini? Upotevu wa wazi. Huu ni upotevu Mwenyezi Mungu ndio anawaita nani? Anawaita hao. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Katika aya nyingine, idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man yaf'al dhalika faqad dhalla dalalan. Hawa watakao kwenda kinyume na hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watakuwa wamepotea upotevu wazi kabisa. Huu ni upotevu Mwenyezi Mungu anawaonyesha wale ambao waliofanyaje? Waliokufuru. Upotevu wa wazi. Sasa kuna upotevu mwingine hawa wanawaambia hawa waaminio. Tumefahamiana vizuri? Wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, si ndivyo? Qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama in antum illa fi dalalin mubin. Tumefahamiana? Sasa inapokuja kwa hawa wenye kutengeneza shubha na kukinzana na hawa wanaofanya mambo ya kheri, haiji kama upotevu mnaokusudia nyinyi, bali wanastaajabu na kusema pale wanaposema in antum illa fi dalalin mubin, maana yake in antum illa fi ashaddin hubban li rabbikum, kwamba nyinyi hamkuwa isipokuwa ni katika mapenzi makubwa ya kupindukia kwa Mola wenu, mpaka mmekuwa kama machizi vile. Sisi tunaelewana hivyo vizuri? Na hata unapotafsiri maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale aliyomwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba wawajadaka dhallan fahada, si ndio? Tafsiri ya kawaida unasemaje? Na Mwenyezi Mungu akakukuta wewe Bwana Mtume umefanyaje? Umepotea, si ndio? Fahada, akafanyaje? Akakuongoza. Na hata nafikiri tafsiri ya Farisi imeandika hivyo, lakini maana yake sio hivyo. Maana yake ni kwamba wawajadnaka fi ashaddin hubban li rabbik fahadainak, na tukakukuta wewe Bwana Mtume Muhammad una mapenzi makubwa yaliyopindukia kwa Mola wako, na sisi tukafanyaje? Tukakuongoza. Katika suratu Yusuf inasema wa idh qalu li yusufa wa akhuhu, li yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin, si ndivyo? Waliposema, kumbuka waliposema nduguze Yusuf kumwambia yeye na nani? Na kaka yake, si ndivyo? Kwamba hakika baba yetu anawapenda sana hawa kuliko sisi, ili hali sisi ndo wandewa wenyewe. Inna abana la fi dalalin mubin, hakika baba yetu yupo katika nini? Katika upotevu mkubwa. Tafsiri ya kawaida. Lakini ukiirejesha katika falsafa utagundua hapana, wanachokusudia inna abana la fi dalalin mubin, inna abana fi ashaddin hubban li sayyidina Yusuf wa akhuhu, hakika baba yetu anampenda sana, mapenzi ya kupindukia nani? Sayyidina Yusuf pamoja na ndugu yake. Kwa hiyo mtakapoambiwa kwamba mambo haya hayafai, nyinyi msitusi, yapokeeni alafu yatafsirini katika upande
mwingine. Tunafahamiana vizuri? Sasa ukirejea katika miaka 10 iliyobakia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ambayo aliyoishi katika mji wa Madina, nini alichofanya ndani ya miaka 10? Ijapokuwa vitabu vingi vimetafsiri kwamba ni vita tu, lakini ndani ya miaka 10 Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweza kutengeneza muskiti kama mabda'il awwal fi taasisi al-mujtama'ul islami, kama msingi wa kwanza wa kuitengeneza jamii bora ya Kiislamu. Sisi leo tunatengeneza misikiti wenyewe halafu hatuswali. Muunganiko wetu sisi na Mola wetu hakuna. Tumefahamiana vizuri? Ukidurusi utaona kwamba sisi ni mujtama'ul islami, si ndivyo? Ni jamii ya nini? Ya Kiislamu. Kitaalamu tunaposema al-mujtama'ul islami, maana yake tunakusudia ni jamii ambayo ndanimo asilimia ya idadi ya watu wanaoishi katika jamii hiyo zaidi ya asilimia 50 ni Waislamu. Basi jamii hiyo inahesabika kwamba ni mujtama'u al-islami, ni jamii ya nini? Ya Kiislamu. Hii maana yake nini? Kama kuna mafanikio, sisi ndio inatakiwa tuwe wa kwanza. Sisi tunaelewana vizuri? Kinyume chake, yakitokea maharibiko, nani wa kwanza atakuwa ameathirika? Watakuwa ni Waislamu. Mfano mfupi, katika shule zetu za kata ukienda unawakuta watoto wengi wanaosoma ni watoto wa nani? Wa Kiislamu, si ndio? Ikitokea kwamba wamefeli, muathirika wa kwanza atakuwa ni nani? Ni Muislamu. Na ikitokea wamefaulu, aliyefanikiwa wa kwanza ni nani? Ni Muislamu. Nafikiri tunakwenda vizuri. Unajua sisi ni ma lectures, watu tunapenda twende tunafundisha kidogo ili watu wajielewe. Ikitokea kuna janga la maradhi ya ukimwi, waathirika wakubwa watakuwa ni wakina nani? Watakuwa ni Waislamu. Ikitokea mathalan kuna wimbi la ufakiri na umaskini, waathirika wa kwanza watakuwa ni nani? Ni Waislamu. Ikitokea kuna mushkilatul batwala, tatizo la ukosefu wa ajira, waathirika wa kwanza watakuwa ni vijana wa nani? Wa Kiislamu. Lakini mahuwa al-asasu, msingi wa kwanza tumeuacha, ambao aliyoufanya nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao alitengeneza muskiti na Waislamu wakawa wanasali, wanakutana katika muskiti, wakijuliana hali zao, wakiweza kusaidiana, kila mmoja akachukua nafasi yake na kutengeneza mshikamano ndani ya nini? Ya muskiti. Lakini muskiti kipindi kile ndio ilitumika kama nyumba ya kutoa taaluma kwa Waislamu, masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo imekuwa ni kinyume, kwamba mtu anaweza akatumia muskiti kama njia ya kuleta fitna kwa Waislamu. Mtu akatumia muskiti kama njia ya kukata udugu kwa Waislamu. Mtu akatumia msikiti kuwagombanisha Waislamu na kueneza uadui ndani ya jamii ya nini? Ya Kiislamu. Hata inafikia mahala kuna watu wanaamua kukimbia misikiti kwa sababu wanaogopa fitna ndani ya nini? Ndani ya misikiti. Turejee katika sunna na misingi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sehemu ya pili, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama aliasisi jamii ya Kiislamu kwa kutengeneza jambo linaitwa ashura. Wa amruhum shura bainahum,
kwamba na uamrishe kukaa mnashauriana katika mambo yenu. Leo Waislamu hatushauriani. Mimi nina mamlaka, mimi ni kiongozi, basi naona kwamba mimi ndo na akili zaidi kuwashinda wengine, na hata kuwadharau wengine, kwa kuwa tayari nipo katika nafasi ya aina fulani. Lakini ukirejea kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, iko mifano mingi mno. Katika ghazwat Tabuk, si ndio? No, katika ghazwatul Badri al-Kubra, kabla ya kuanza kwa mapambano, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwaita masahaba zake, aliwaambiaje? Ashiruni, hebu nishaurini tufanyaje katika vita hii ili tushinde. Tufanyaje? Mmoja akatokea akamwambia, qad amanna bik wa saddaqnak wa shahidna bi anna ma ji'ta bihi huwa alhaq famdi lima aradta fa nahnu ma'ak fa wallahi la naqulu lak kama qala banu israila li Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Si ndio bwana? Kwamba tumekuamini we Bwana Mtume Muhammad, wasaddaqnaka, na tumekusadikisha kwa yale uliyokuja nayo. Hauzungumzi isipokuwa ni kwa wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia tumeshuhudia kwamba yale yote uliyokuja nayo ni ya haki. Basi tekeleza unavyotaka. Utatukuta kwamba sisi tuko pamoja na wewe na tutapambana. Na tunamuapa Mwenyezi Mungu, la naqulu laka kama qala banu Israila li Musa, hatusemi kukuambia wewe chochote kama ambavyo banu Israila walivyoweza kumwambia Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun, kwamba nenda wewe na Mola wako mkapambane wenyewe. Kama leo muaminio unaweza ukaanzisha jambo hapa na kuambia wewe nenda na waumini wako wanaokuunga mkono. Sasa hatukwambii hivyo, bali nenda wewe na Mola wako, na sisi tuko pamoja na wewe, tutapambana mpaka tutashinda. Na kweli Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifanikiwa katika vita hivi na akashinda. Leo Waislamu hatuna ushauri. Na maana ya ushauri ni nini? Maana ya ushauri ni kuchukua rai iliyokuwa yenye kupatia juu ya jambo fulani. Ndio maana kikazalika kitu kinachoitwa borlaman, bunge, kwamba wakati tunapotaka kupanga mambo yetu ni lazima tuhakikishe tuna wataalamu mahsusi wa lile jambo. Ibn Taymiyyah anamsifu Bwana Mtume Muhammad, anasema, ma raaitu ahadan akthara mashura min rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, sikumuona mimi katika historia mtu yoyote ambaye aliyekuwa anataka ushauri katika mambo zaidi kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo mambo yetu tunayaweka katika mitandao, nyinyi mnashuhudia. Umma mwingine usiokuwa wa Kiislamu unajifunza nini kupitia sisi? Unajifunza kwamba hawa watu washenzi hao, watu wa hovyo. Kwa sababu gani? Tunashambuliana wenyewe kwa wenyewe, na wengine wanaona kwamba ili wapate umaarufu ni kuwagawa Waislamu katika misingi ya kiitikadi, ni kuwagawa Waislamu katika misingi ya kimadhehebu. Alafu mwisho wa siku fatafshalu watadhhaba rihukum, mtafeli na ile nguvu yenu ya umoja itafanyaje? Itaondoka. Lakini tungelitengeneza Islamic diplomacy, ule umoja wa Kiislamu wa taasisi za Kiislamu, tunakutana na tunajadili mambo yetu na matatizo yetu ya ndani kwa pamoja, na yale ya nje kuyatengenezea fikra ili yasiweze kutuathiri, haya yote yasingetokea. Lakini tumegeuza dini wakati mwingine kama ngao
ya familia zetu, ngao ya koo zetu, ngao ya umaeneo wetu. Na tumeacha mabadi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini jambo lingine alilolifanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndani ya miaka 10 katika mji wa Madina, binaun quwwatul iqtisadiyya, ni kutengeneza nguvu za kiuchumi. Sisi tunaelewana vizuri? Uchumi maana yake nini? Huwa al-bay'u wash-shira, ni kuuza na kufanyaje? Na kununua. Wa asasul bay'u wash-shira huwa ziraa, na msingi wa kuuza na kununua ni nini? Ni kilimo. Tumefahamiana? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka siasa ya watu kulima na kufanya kazi. Na haya maisha ndiyo ambayo aliyokuja nayo kuyaendeleza Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, mpaka kuna maneno yake mashuhuri anasema, hivi ninyi mlioko sasa mtanufaika nini na ardhi hii ambayo leo ipo mnayoiona, ilhali kuna watoto wenu na wajukuu zenu watakuja baada yenu? Kwa maana nyingine, kama hamjalima, hao watoto wenu pamoja na wajukuu zenu watakula nini baadaye? Anasema, ghadan sayakunu lakum abnaan wa hafda fama yughni ankum ma fi aidikum, kesho mtakuwa na watoto na mtakuwa na wajukuu. Hiyo ardhi mnayoimiliki leo itakunufaisheni nini baadaye? Leo umma wa Kiislamu unakuwa unategemea kutumia kile kinachozalishwa na watu wengine. Sisi tunaelewana vizuri? Lakini kwa nini tumefikia hapo? Lazima muelewe nukta hii, kwamba uchumi wowote ule unategemea rasilimali watu bora, sio watu wa hovyo hovyo. Lazima wawe kuna watu wameandaliwa katika misingi bora, wajue namna gani ya kufanya kazi, huku wakiamini kwamba wanafanya kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wanafanya kazi kama utaratibu wa sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo hatuko hivyo. Kwa hiyo haya matokeo ambayo tulionayo ni kwa sababu tumekosea katika mfumo wa tarbiyatul islamia, mfumo wa malezi ya Kiislamu ambayo yanakuja kutengeneza jil gadid, kizazi kipya. Tujiulize mimi na wewe, watoto wetu tunawaleaje, ambao ndio rasilimali watu itakayokuja kwa ajili ya maisha ya kesho? Tunawaleaje? Kwa maana nyingine, wewe ndio ambao unatengeneza mustakbali wa mtoto, na wewe ndio ambaye unaharibu mustakbali wa nini? Wa mtoto. Iko hadithi moja ya mtu mmoja alikuwa anaitwa Malik Anushirwani, mfalme wa kule Daulatu Fursi, Irani kwa sasa. Yeye alikuwa ni kiongozi, alitengeneza sera ya kuwa anawatembelea wakulima katika mashamba yao, kukagua hawa wakulima wanalimaje. Siku moja marra ala sheikh, utakuwa naikumbuka vizuri, marra ala sheikhi wa huwa yaghrisu shajarata zaitun, akatembea kwa mzee mmoja akamkuta analima nini? Miti ya mizaituni. Amekwenda kweli kweli umri wake, kwa maana nyingine amekwisha kuwa mzee kweli kweli, lakini analima miti ya nini? Ya zaituni. Fawaqafa qalilan mutaajiba, akasimama kidogo akishangaa kwamba umri wa huyu mzee alafu analima miti ya mizaituni, inakuwaje habari hizo? Akamwambia, laisa hadha awanuka an taghrisa shajarata zaitun, huu sio muda wako wewe kulima hii miche ya mizaituni, liannaha bati'atun fi numuwi, hakika hii miche ni mizito sana katika kukua. Kwa maana nyingine, ili ikue na ule matunda yake ushakufa mzee, unalimaje? Ushazidi offside. Sikiliza hikma ya mzee huyu. Akamwambia, qad gharasu man kana qablana fa akalna wa naghrisu nahnu liyakulu man ba'dana,
hakika walilima waliopita kabla yetu na hawakula matunda tukaja kula sisi. Hivyo ndivyo ambavyo leo tunalima sisi ili waje kula wale watakaokuja baada yetu. Nani umemuacha katika familia yako? Umemuacha mtoto wa namna gani? Umemuacha mtoto wa namna gani? Mshenzi, mwizi, jambazi, bandidu? Au umemwacha mtoto wa namna gani? Mwema, anakuombea dua, anajua thamani ya Mwenyezi Mungu, anajua thamani ya Bwana Mtume, atakufanyia wema we baada ya kuwa umeondoka, au atageuza nyumba yako kuwa ni danguro? Wa inni khiftu almawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya. Zakaria hiyo anasema, ninaogopa wewe Mwenyezi Mungu, umri wangu umeshakuwa kalijojo, umekwenda, siwezi tena kwenda, wanasema siwezi tena kwenda kuzamisha kisu kwenye ala yake, siwezi. Lakini kibaya zaidi, hawa jamaa zangu hawanikiwaacha bila kupata mtoto mwema. Hawa jamaa zangu nilioacha ni washenzi tu, hawa wataharibu hii dini. Na kibaya zaidi, hata mke wangu hajiwezi tena, inakuwaje? Kwa rehema za Mwenyezi Mungu akampa mtoto mwema. Sasa wewe unaomba, unamuombea mwanao? Au mwanao akifanya ubaridhuli basi bora atajijua mwenyewe? Kwa hiyo ukirejea katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndani ya miaka 10 aliyoishi katika mji wa Madina, utaona kwamba ndiyo alitengeneza sasa mfumo wa vituo vya afya. Tumefahamiana vizuri? Ndiyo akazaa madaktari. Leo tukoje? Sasa tunapokutana mahala hapa kwa ajili ya kufanya taadhiman limaulidi sayyiduna nabi alayhi salatu wassalam, iwe ni chachu ya kubadilisha mfumo wa maisha yetu, kwenda kuyajenga upya. Na fikra hizi za kimagharibi wakati mwingine zinatuathiri sana, lakini hao wanaotuletea hizi fikra ndio hao wa kwanza kumkubali Bwana Mtume Muhammad. Utaratibu wa maisha yetu kwa asilimia kubwa wao ndio wameuchukua na sisi tumeuchukua wa kwao. Nimalizie kwa kauli hizi kwa uthibitisho huu. Mahatma Gandhi ni baba wa taifa la India maarufu, si ndio? Anasema katika maneno yake akimzungumzia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema hivi: bahastu fil alam, nilikuwa nafanya ulimwenguni, ani rajuli alladhi istata'a an yamlika qulub malayin albashar biduni nizai, juu ya mtu ambaye aliyeweza kumiliki nyoyo za watu bila ugomvi. Fawajadtu anna as-sayfa lam yakun alwasila allati takhadha alislamu makanatu, nikakuta kwamba zile dhana zilizokuwa zinatengenezwa kwamba upanga ndio ilikuwa sababu ya Uislamu kuishika dunia, sio, bali nikakuta ni kinyume, kwamba Bwana Mtume Muhammad aliweza kumiliki nyoyo za mamilioni ya watu bila ugomvi wa aina yoyote, kwa sababu ya ile tabia yake ya usamehevu, tabia ya siasa yake. Na nikaamini kweli huyu ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
anasema falamma ntahaitu min juz'u thani min hayati rasuli sallallahu alayhi wasallam, nilipomaliza kusoma kitabu cha kinachozungumzia maisha ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, juzu ya pili, fawajadtu nafsi asifan la'adami ma'arifati rasuli sallallahu alayhi wasallam, nikajikuta nafsi yangu ikisikitika na kuhuzunika kwa kukosa mazid, yani ziada inayozungumzia maisha ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama huyo hatoshi, Alphonse de Lamartine, huyu ni mshairi mkubwa na adibu wa kule Ufaransa, anasema ninaweza kumzungumzia bwana mtume Muhammad katika kila upande, lakini haya ambayo nitakayomzungumzia bwana mtume ndio ambayo Mwenyezi Mungu ameniwezesha juu ya kiumbe huyu. Anasema hunaka Muhammadun nabii, kuna Muhammad ambaye ni nabii wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala al-Mukhtar, lakini kuna Muhammadur Rasul, kuna Muhammad ambaye ni mtume aliyetumwa kufikisha manhaji ya nani? Ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inaokwenda sanjari na maisha anayoyataka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa hunaka Muhammadu rajulun siyasi, kama unataka sera nzuri ya masuala ya kisiasa na kidiplomasia utamkuta nani? Bwana mtume Muhammad. Akasema wa hunaka Muhammadun muharrirun nisaa, na kuna Muhammad pia ambaye ndiyo mtetezi wa uhuru juu ya wanawake. Tumefahamiana vizuri? Sindo hivyo ninavyosema, la tadribuhunna, wala msifanyaje? Msiwapige, fa innakum qad akhastumuhunna biiznillah wastuhliltum furujahunna bismillah, kwamba msiwapige hao wanawake. Kwa sababu gani? Hao mmewachukua kutoka katika majumba yao, si kwa ujanja wenu, bali ni kwa maamrisho ya nani? Ni kwa idhni ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kubwa zaidi, wastuhliltum furujahunna bismillah, mmehalalishiwa kuziviweka visu vyenu katika ala zao kwa jina la nani? Allah tabaraka wa taala. Lakini leo ndio wanaongoza kwa kuwapiga wanawake. Tunawanyanyasa mama zetu, hata inafikia mahala mume akifa, basi mtoto anaweza akamgeuka mama yake, au ndugu akamgeuka wifi yao, wakamtoa katika nyumba. Si anajiri kwetu? Kwani uongo? Lakini hatujarejea katika nani? Kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini leo mwanamke anaona kwamba ili awe huru zaidi ni kwenda kinyume na utamaduni wa Kiislamu, na anaona kwamba nadharia bwana mtume imepitwa na nini? Imepitwa na wakati. Sasa mwanamke, kazi yako wewe ni kulea. Wewe ukishaanza kwenda ovyo, unamlea nani? Ndo kizazi ambacho tulichonacho leo. Ndo haya maharibiko ambayo tulionayo leo, ni kwa sababu kila mmoja achezi kwenye pati yake. Walakin hunaka Muhammadun rajulul a'mali. Unapomwangalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, unamkuta kwamba yeye ndiyo nani? Ndiyo mfanyabiashara mkubwa. Leo si tunafanya biashara, si ndio? Lakini tunadhulumu, wezi, tunaibiana wenyewe kwa wenyewe. Si Ramadhani inakuja? Utaona vitu vinapanda bei mzee. Muislamu unampandishia Muislamu mwenzako. Lakini kuna kijiji huko, Waislamu takriban 7,000 na wasiokuwa Waislamu takriban 70,000 wanakumbwa na vikwazo vya kiuchumi, kwamba hawa wasiokuwa Waislamu hawanunui kwa nani? Kwa Waislamu. Sasa tuzinduke. Hizi maulidi hatujaziweka tu kwa niaba ya kuja kula mpunga, si ndio? Japokuwa
Kuna mtu mmoja alisema hapana, sisi tuna haki pia kula mpunga kwa sababu Mungu mwenyewe ndo wa kwanza kuutaja mpunga. Kausifia akasema wali muuminina wali muuminati. Wali muuminina wali muuminati. Kwa hiyo acha tule mpunga bwana, ni haki yetu. Tunafahamiana? Kwa hiyo na mimi niseme tu ndugu zangu kwamba yatoshe haya machache, japokuwa yako mengi sana ya kuongea na kuelezana, lakini pia kuzinduana. Nimefurahi kwamba nimekuja kwenu, mmenipokea vizuri, sharafu, alhamdulillahi rabbil alamin. Basi mimi niombe jambo moja tu. Nina mjomba wangu ambaye yeye anaishi Amerikana, lakini pia nina sister yangu pia ambaye pia naye anaishi huko Amerikana. Wana matatizo. Mjomba wangu alifanywa operation ya mguu, lakini anatarajiwa kufanywa tena, na mpaka jana naongea naye yuko taabani sana.